katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi na Kigoma. Aidha, zoezi la kubaini vivutio vipya vya utalii ni endelevu. Mheshimiwa Naibu Spika, mikakati mingine ni pamoja na kushirikiana na wadau mbalimbali kutoka sekta za umma na sekta binafsi kuendeleza mazao ya utalii kimkakati, ikiwemo utalii wa fukwe, meli, mikutano na matukio, malikale, utamaduni na michezo. Mathalan, katika kuendeleza utalii wa meli nchini, serikali imekuwa ikishirikiana na wadau wa sekta binafsi wenye mtandao mkubwa katika soko la kimataifa la utalii wa meli kutangaza zao hili. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, jumla ya meli za kitalii 9 ziliwasili nchini na kuleta watalii 2944 waliotembelea vivutio mbalimbali vya utalii nchini. Professor Patrick. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Moja ya changamoto kubwa wakabili watalii kupanda mlima Kilimanjaro au kufikia vivutio vya mlima Kilimanjaro ni ubovu wa barabara. Na mifano ya barabara ambazo ni mbovu sana ni kwa mfano ile ya kata ya Mbokomu inayopeleka watalii kuona mti mrefu kuliko yote Afrika, na barabara ya Umbwe ambayo inapeleka watalii kwenda mlimani. Kwa kuwa kuna wingi wa kazi upande wa TARURA, je, serikali haioni umuhimu wa kutumia pesa zinazotolewa kwa jamii inayozunguka mlima Kilimanjaro ama CSR kufanya ukarabati wa barabara hizi, ikiwa ni pamoja na kuziwekea lami? Swali la pili, wananchi wa kata ya Urushimbwe wamekuwa na kiu kubwa sana ya kujengewa lango la kuingia mlima Kilimanjaro kupitia katika kata hii, ili wananchi wapate ajira, ikiwa ni vijana na wananchi wanaoishi pale. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwasaidia wananchi hawa wapate hili lango? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia KINAPA imekuwa na utaratibu wa kujenga barabara hizi zinazopeleka watalii kwenye maeneo ya vivutio vya utalii. Na mfano tu, kule Kilimanjaro tumeweza kujenga barabara ya kutoka kwenye chuo chetu cha Mweka mpaka kwenye lango la Mweka. Eneo lile ni eneo ambalo limefungua sana utalii kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tutaendelea kufanya shughuli hizi, lakini nimuombe Mheshimiwa mbunge, kwa sababu fedha hizi za CSR zina umuhimu mkubwa sana wa kuwafanya wananchi wajione kuwa ni sehemu ya uhifadhi katika maeneo haya. Fedha hizi tuzielekeze kwenye shughuli hizi za elimu, maji na ulinzi wa mazingira. Ndani ya serikali tutahakikisha tunatenga fedha za kutosha kuhakikisha TARURA nayo inatimiza majukumu yake. Kwenye eneo la pili la kufungua lango la Chumbwe, kwa sasa serikali imejipanga kujenga barabara mbili. Barabara ya eneo la Ikswa upande wa kaskazini magharibi wa hifadhi, lakini vile vile kwenye njia ya kupandia kule Kidia, na yenyewe ipo kwenye mpango wa ujenzi kwa sasa. Naomba Mheshimiwa mbunge aridhie kwamba serikali ijielekeze kwenye kukamilisha barabara hizi. Ombi lake tumelipata. Baada ya kukamilisha ujenzi huu, basi kulingana na upatikanaji wa fedha tutaendelea kufanya kwenye ile eneo alilopendekeza. Mheshimiwa Njau.
Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi nami niulize swali dogo la nyongeza. Katika jimbo la Moshi vijijini kuna vivutio vingi ikiwemo makazi waliokaa mamangi wetu Mariale Mandara na Mangi Malamia. Ni lini serikali itakarabati maeneo haya ili serikali iweze kuingiza kipato, lakini wananchi wa pale mmoja mmoja waweze kupata ajira? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kama nilivyosema kwenye swali la msingi, kutambua vivutio vipya vya utalii ni kazi endelevu. Miongoni mwa maeneo ambayo tumeyatambua ni pamoja na maeneo haya aliyoyasema Mheshimiwa mbunge. Tunaomba atupe muda ili tuweke huo mpango wa kuhakikisha kwamba vivutio vyote hivi ambavyo tumevitambua vinafikika na viweze kutumika katika kuendeleza utalii katika nchi yetu. Mheshimiwa Zaituni. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni upi mpango wa serikali wa kutafuta wawekezaji wa kujenga mahoteli ya kitalii hususan katika mkoa wangu wa Arusha ambayo imekuwa ni changamoto kubwa? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia taasisi zake imekuwa ikishiriki katika makongamano mbalimbali ya uwekezaji kwa ajili ya kuwavutia wawekezaji kuongeza nguvu katika kuwekeza katika maeneo ya malazi. Nimhakikishie kwamba kupitia TTB na taasisi zetu nyingine jukumu hilo tunalifanya kwa umakini mkubwa, kwa sababu tunaelewa kwamba tunayo changamoto ya maeneo ya malazi katika nchi yetu. Mheshimiwa Kandege. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Maporomoko ya mto Kalambo ni maporomoko ya pili Afrika, lakini ukweli usiopingika kwamba matangazo hayajafanyika vya kutosha. Je, serikali na mkakati gani wa kuhakikisha kwamba inatangaza ili aweze kujulikana? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kandege kama ifuatavyo. Maporomoko ya Kalambo ni maporomoko ambayo yana sifa ya kipekee na ni moja ya zao muhimu sana kuendelezwa. Na sisi wizara tumekushachukua jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba utangazaji wa maeneo haya unafanyika kwa nguvu kubwa. Na kama anafuatilia kwenye ligi kuu yetu ya Tanzania, moja ya vivutio vinavyotangazwa kwa nguvu kubwa kwenye matangazo ya viwanja vyetu vya mipira, lakini na kwenye makongamano mbalimbali ya uwekezaji ni pamoja na kivutio hiki. Namwomba Mheshimiwa mbunge awe na subira, naamini ndani ya kipindi kifupi mambo mazuri yanakuja katika eneo hili. Mheshimiwa, tuendelee Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Mheshimiwa